Hali ya wasiwasi imetanda katika ukanda wa Mashariki ya Kati baada ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutekeleza mashambulizi makali ya kulipiza kisasi dhidi ya Israel. Hii ni kufuatia mauaji ya kiongozi wake wa juu wa usalama, Ali Larijani. Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran limethibitisha rasmi kifo cha Larijani, aliyekuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa nchini humo. Larijani aliuawa katika kile kinachoelezwa kuwa ni shambulio la anga lililofanywa na Israel, likimshambulia yeye, mwanawe pamoja na walinzi wake. Iran inamwenzi Larijani kama shahidi aliyetakaswa na aliyotoa maisha yake kwa ajili ya mapinduzi ya Kiislamu, huku Israel ikikiri wazi kuhusika na operesheni hiyo ya kumlenga kiongozi huyo moja kwa moja. Hata hivyo, Iran haikukaa kimya. Mapema leo, Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limerusha mvua ya makombora ya balistiki, ikiwemo makombora ya aina ya Khorramshahr na Qadir kuelekea miji ya Israel, ukiwemo mji mkuu wa Tel Aviv. Kinachotia wasiwasi zaidi ni ripoti kuwa baadhi ya makombora hayo yalikuwa ya aina ya cluster, ambayo yakirushwa juu husambaza vipande vidogo vya milipuko ili kupenya kwa urahisi katika mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel. Mpaka sasa huko nchini Israel hali ni tete. Huduma za dharura zimethibitisha vifo vya watu wawili ambao walikuwa wanandoa wenye umri wa miaka 70 waliouawa baada ya kombora kuanguka karibu na Tel Aviv wakati wakikimbia kwenye hifadhi ya mabomo. Zaidi ya watu 190 wameripotiwa kupelekwa hospitalini kutokana na majeraha na mshtuko wa kisaikolojia, huku huduma za usafiri wa treni zikisalia kusitishwa katika baadhi ya maeneo. Wakati viongozi wa kimataifa wakitazama kwa hofu vita hivi, swali linabaki: je, huu ndio mwanzo wa vita kamili kati ya Marekani, Israel na Iran? Al-Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.